Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kukushukuru kunipa fursa hii ya kuchangia. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza waziri na naibu waziri kwa kazi kubwa wanayoifanya katika jamii yetu, hususan kwa umaalumu wao waliokuwa nao, maana wizara yao inagusa moja kwa moja wanawake, watoto na jamii nzima kwa ujumla. Kwa namna ya kipekee sisi tukiwa kama wabunge wanawake hatuna namna na hatuna maneno mazuri. Mashirikiano yao kwetu yamekuwa makubwa na wamekuwa wakifanya ufuatiliaji wa karibu. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze maana wewe ni waziri kwa wanawake, kati yao ni wa mwendo kasi. Lakini pia ni kushukuru kwa namna unavyokwenda na naibu waziri wako. Naibu waziri wako muda mkubwa anakuweko bungeni, msikivu, mtulivu, mtu ambaye anatusikiliza, anasikiliza na kufanya papo kwa papo kutatua matatizo ya wanawake tunapomletea. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo nina mambo matatu ambayo nitakwenda kuyazungumza. Wanawake wa Zanzibar mkoa Magharibi wameniteua kunileta hapa bungeni kuzungumza zaidi mambo yanayohusu wanawake na kero za watoto na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo sita kufanya hivyo kila nitakapopata nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nichukue fursa hii kumpongeza katibu mkuu wa wizara na watumishi wote kwa namna wanavyofanya kazi vizuri na waziri na naibu waziri. Ndio maana wizara umepata ufanisi mzuri wa kufanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze wakuu wa mikoa wote Tanzania na wakuu wa wilaya. Mara nyingi shughuli nyingi za kijamii na matatizo mingi ya wanawake na watoto, mara nyingi utatuzi wake huanzia kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Wamekuwa wakichukua fursa hii kila inapobidi. Nilitamani niseme mambo mingi ninayojua kupitia wakuu wa mikoa wetu na wakuu wa wilaya. Mheshimiwa Rais wetu hakuwahi kukosea namna anavyoteua wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Tumeona kwa namna ya kipekee. Nilitamani kuyasema yale wanayofanya, lakini nafikiri Mheshimiwa Waziri na naibu wako ni mashahidi. Hata kuna watoto wanaotelekezwa mitaani, wanaotupwa. Wakuu wa mikoa bado wanawachukua kuweka ndani ya nyumba zao na wakuu wa wilaya. Niwapongeze, tunawaona kwenye mitandao namna wanavyoihudumia jamii. Hakika Mungu alipitisha roho ya kuwateua kupitia mama yetu Mama Samia. Mheshimiwa Mwenyekiti, 2024-2025 zaidi ya bilioni 67 ndo zilikuwepo kwenye wizara hii. Lakini kwa sasa tunaongea ni bilioni 76, ongezeko la bilioni 8. Tunamshukuru rais wetu kwa kuupa umuhimu wa kipekee kwamba wizara hii ni wizara iliyobeba wanawake, watoto na kero zote zilizokuweko ndani ya jamii. Tunasema asante na tunamshukuru Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Waziri, nina mambo machache ambayo sisi kama wabunge tunapaswa kuyawasilisha kwenu ili kuona tunaboresha vipi na kuweza kufanya kazi vipi ndani ya Tanzania yetu. Jambo la kwanza ni mifumo ya uchangishaji wa fedha kwa watu wenye matatizo. Mheshimiwa Waziri, wewe ni mama jasiri. Hatuna mashaka na uongozi wako. Angalia mifumo sahihi ya uchangishaji wa fedha. Kuna watu binafsi mara nyingi wanajitokeza. Labda kuna mtoto anaumwa, na jamii yetu ya Tanzania ni watu wanaoishi kwa huruma na kuhurumiana. Wanaishi wakiwa na nguvu ya pamoja ya kusaidiana. Huwa wanaweka mitandaoni namba za simu. Wanasema changia, mgonjwa ni huyu. Mheshimiwa Waziri, hili tunalileta kwako. Mtu yeyote ndani ya mtandao anapoweka namba ya simu ya kuchangia, iwe imepata kibali kutoka ndani ya wizara yako. Mheshimiwa Waziri, lichukue hili. Wao wanakata vibali na namba hiyo mnaitoa nyinyi. Ikiwa ni namba ya simu, iwe imesajiliwa chini ya wizara yenu, na ikiwa ni namba ya benki, iwe imetoka kupitia wizara yenu. Ikiwezekana kufanya hivi kwa mtu wako, wanawake wengi wanajitolea ndani ya Tanzania. Wengine wana vyombo binafsi vya TV, wanaenda kuibua kero za wananchi. Na wananchi wingi na jamii yetu ya Tanzania huwa wanaguswa, wanachangia. Mheshimiwa Waziri, lichukue hili.
na namna ya pekee ya kulitatua. Mtu anapotaka kuchangisha jamii ya Tanzania, kibali kiwe kimetoka chini ya wizara yako. Tafuta namna ya kuliweka ili likae vizuri liende. Maana yake nini? Kwamba mtu huyo wakati anachangisha mtamfuatilia. Mwisho wa kufunga mjadala wa kuchangisha, alichangisha shingapi? Na je, zilikwenda kwa muhusika? Bado liko chini ya dhamana yenu. Ninadhani tuweke mambo yetu yaende sawa ili Watanzania wanufaike na Tanzania yao na michango inotolewa na Watanzania wenzao. Mheshimiwa Waziri, jambo la pili ambalo kwangu lilinifanya leo nisimame ni mwenendo mzima wa wanafunzi katika mashule yetu. Mheshimiwa Waziri, muda mwingine kama uko aliko wewe waziri, hata aliko naibu waziri au waziri mwingine yote, na muda mwingine wabunge wa viti maalum au wabunge wa majimbo, tunaalikwa mahafali ya shule, watoto wa nasari wadogo mpaka watoto wa primary. Mheshimiwa Waziri, nimesimama hapa kwa masikitiko makubwa. Watoto wale sasa hivi kwenye mahafali zao kutoka shule za nasari kwenda primary wanafungwa kanga za kiuno. Wanafungwa tena ili kiuno kikaze, wanafungwa kanga mbili. Waziri, toa tamko, tena utoe tamko kali, si kwa walimu, si kwa shule. Ninaelewa kwamba kuna wizara ya elimu, lakini swala la malezi ni juu ya wizara yako. Haiwezekani watoto wetu wa kiume, watoto wa kike wadogo, tena baya zaidi, mtoto wa kike akisha kufungwa ile kanga kiunoni na macho anapeleka juu, anakata viuno na ni kiasi. Lakini haitoshi, kuna watoto wetu wa kiume wanakata viuno mpaka unafika wakati unasema imekuaje? Mheshimiwa Waziri, hili halihitaji fedha. Hili hatuna sehemu ya kumwambia Mama Samia ongeza fedha. Inahitaji karipio lako na tamko lako. Wasituchezeshe watoto wetu viuno. Kuna michezo shuleni ya watoto wanapofanya mahafali, wawape debate za kushindana juu ya kujibu maswali. Itatufurahisha zaidi. Mheshimiwa Waziri, kengele imelia ya kwanza. Kuna swala zima la watoto kuamshwa alfajiri. Mheshimiwa Waziri, mtoto anakwenda nasari, anaenda kujifunza kushika kalamu, sio kuandika, kushika penseli. Anaenda kujifunza inaandikwaje. Hivi mtoto unamkuta anasubiriwa na basi la shule. Mheshimiwa Waziri, haya tumeamua kuyaleta kwako. Wizara ya Elimu tumeshasema tumechoka. Tunalileta kwako kwa ujasiri wako. Hili usijadiliane nao. Tunakutaka utoe tamko. Wanawake wa Tanzania tupo nyuma yako kwenye matamko haya. Mheshimiwa Waziri, haingia kilini mtoto wa nasari anasubiria basi la shule. Amka alfajiri, fanya mazoezi saa 10:30. Mfikirie mtoto yule kutoka 10:30 anakwenda barabarani kusubiri basi, ameamka saa ngapi kujiandaa? Wakati huo anamwacha mama yake na baba yake wamelala kitandani. Huyo mtoto anaenda tafuta nini? Tusaidiane kurekebisha muda watoto wa mabasi kuchukuliwa kwenda shuleni. Hili Mheshimiwa Waziri, tunatumia nguvu kubwa kama serikali, tunatumia nguvu kubwa kama wabunge kuona vitendo vya ubakaji vinaondokaji. Kati ya vitu vinoleta ubakaji pamoja na mifumo mibovu ya watoto wetu usimamizi juu ya kwenda shule. Waziri, hili dogo lifanyie kazi. Mheshimiwa Waziri, kuna swala la watoto walopata matatizo. Wazee wao wamekorofishana. Mama kaamua kuchukua begi kwenda nyumbani kwao. Mheshimiwa Waziri, kuna tatizo kubwa, na katika sehemu ambayo tunapaswa kutunga sheria, iwapo mtoto kapotea, kabakwa, lakini mazingira yale kama wanatuhusisha sisi kama walezi au wazazi, tuna sehemu ya kuwajibishwa kwenye sheria hili. Leo mama amekorofishana na mume wake, ametoka. Mama anakaa Kariakoo, baba anakaa Tabata. Kwa hiyo mtoto yule anaenda kuishi na mama Kariakoo, shule Tabata. Kwa hiyo bado ule mtoto ule mfumo wa kuamsha 10 za usiku aende shule mbali. Mheshimiwa Waziri, katika kesi zinazokuja, Mheshimiwa Waziri, lazima tuangalie kwa kina chanzo cha tatizo mtoto limesababishwa na nani. Kuna baadhi ya matatizo tunasababisha sisi wazazi tuliowazaa watoto. Mtoto unamtengenezea mazingira magumu.
Wewe umekorofishana na mume wako, ni wewe, lakini unamtengenezea mtoto ushindani wako na mumeo kumwadhibu mtoto. Waziri, shule zimejengwa mpaka chini ya nyumba zetu. Mheshimiwa Rais anaendelea kujenga mashule. Haina sababu ya watoto wetu kupata shida. Kupitia hayo machache, naomba kuunga mkono hoja. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana.